Mimi naitwa David Abino Matias, ni mchungaji wa kanisa la Kristo hapa Temeke Mwembe Yanga. Sisi kanisa tumekuwa na mgogoro mkubwa kwa ajili ya eneo ambalo liko hapa mbele ya kanisa, ambalo eneo hili limetufanya sisi kwa miaka mingi, takriban sasa miaka kwenye 15, tukihangaika kwenye vyombo mbalimbali kwa ajili ya kupata uhuru wa kuweza kuabudu, tumekuwa hatupati. Kwa hiyo tuko kwenye mazingira ya kufanya ibada katika mazingira yasiyostahili, na sisi tunaamini tuna mchango mkubwa katika nchi hii, kwa sababu sisi kazi yetu, Mungu ametuamuru kazi yetu sisi ni kuombea taifa, kuombea kiongozi wa nchi, ili nchi yetu iweze kukaa katika hali ya amani na utulivu. Na swala la kuabudu ni swala ambalo linalindwa sana kwa utaratibu ambao serikali yetu imeuweka, kwamba tuwe na uhuru wa kuabudu, na hata Mungu wetu, kwa sababu tunamwamini na anatuwezesha katika mambo mengi, tunapaswa tuweze kumwamini katika hali ya uhuru, katika hali ya kuwa na tafakari njema. Lakini mgogoro ulioko katika kanisa hili la Temeke Mwembe Yanga umetugharimu mno, kwa sababu ibada zetu tunazifanya kwenye eneo hili yamejaa magari mbele ya kanisa, wengine wanayatengeneza, honi zinapigwa, miungurumo inafanyika kuyajaribu hayo magari, sisi tukiwa tunaendelea na ibada. Kwa hiyo uhuru wa kufanya ibada tunaukosa kabisa. Kwa hiyo tunamuomba Rais aweze kuliangalia jambo hili na aweze kulifuatilia, ili aweze kutunusuru kukaa katika hali ya kufanya ibada katika hali ya utaratibu. Ili tunamtakia sana kwa mwaka huu wa 2026. Amekuwa akitualika sana, na sisi tumekuwa tunashiriki sana kwenye mambo mbalimbali ya serikali, na tunaamini tuna mchango mkubwa kuifanya serikali iendelee kuwepo, na ndiyo maana tunazidi kumsihi kwa muunganiko huo, basi serikali itujali katika mahitaji yetu tunayokuwa tunayahitaji, ili tuweze kuwa na uhuru wa kuweza kufanya ibada zetu. Hilo ndilo jambo kubwa ambalo tunahitaji. Ana watu wake ambao wamewaweka, tunawaomba wapate nafasi walifuatilie jambo hili. Tumelifuatilia sana, limekuwa ni la muda mrefu. Kwa hiyo tunamuomba Rais aweze kutumia vyombo vyake, watu wake aliowaweka, waweze kutatua huu mgogoro, ili tupate kukaa katika hali ya utulivu. Mgogoro huu uko kwenye eneo la mbele ya kanisa, kwa sababu kanisa hili liko hapa toka mwaka 63, lakini ilitokea kanisa limejengwa, na kule ambako limeweka mlango kulikokuwa kunatokewa zamani hakukuwa na kitu chochote. Lakini sasa ikatokea tu baadaye watu wamekuja wamevamia ili eneo, wanaweka magari, wamejenga vibanda. Kwa hiyo tumejitahidi kulifuatilia, lakini imekuwa shida ni hiyo kiutendaji. Kwa majina naitwa Nikolausi Luoneko Kamwagila, ni katibu wa kanisa la Kristo Temeke Mwembe Yanga. Ukweli ni kwamba kanisa limekuwa na kadhia kubwa mno, na nachukua fursa hii kuiomba serikali yetu, lakini hasa ngazi za juu, kwa sababu ngazi za chini hizi tumehangaika sana, na nimwombe Mheshimiwa Rais kwamba kanisa la Kristo Temeke ni Watanzania kama walivyo Watanzania wengine, na ni binadamu kama walivyo binadamu wengine. Utu wa Wakristo wa Temeke umetweza kiasi cha kuchoka, kiasi kwamba wakati mwingine watumishi walikuwa na kazi kubwa ya kuzuia zile hasira za Wakristo ambao wanatamani kuchukua njia ambazo hazifai. Ninachomwomba Mheshimiwa Rais, kama ilivyokuwa kauli mbiu yake kwamba kazi na utu, aone jinsi gani ambavyo utu wa Wakristo wa Temeke namna unavyoweza ukawa umeondolewa. Yaani ule utu umeshushwa thamani, kwamba tunatamani kuona kwamba ile kauli mbiu yake sasa inajaribu kufanya kazi kwa ajili ya kuliangalia kanisa la Kristo Temeke. Kadhia ambayo tunaipata sisi pamoja na waumini wa Temeke, eneo lile limezibwa kiasi ambacho hata unapokuja unataka kuingia ibadani, unaanza kutafuta mahali pa kupenya upite,
na wakati mwingine unapenya kwenye magari humo, umevaa nguo, unajikuta umebanwa na magari ni machafu, nguo zimechafuka. Wakristo wengine imefika wakati hata ile morali ya kufika ibadani hawana. Kwa nini? Ni kwa sababu wakifika hapa badala ya kupokea, basi mioyo yao inaumia kwa kile ambacho wanakutana nacho. Na wakati mwingine hata tukiwa tuna masuala ya ibada ya harusi, yani tumefika wakati sisi lazima tuende tukawapigie magoti watu wa Yanga Sports ili waondoe magari na sisi angalau tufanye ibada ya ndoa, kwa sababu ile ilikuwa inakusanya watu wengi pale nje. Kuna wakati ilikuwa tukimaliza ibada yetu tunakusanyika pale, tunazunguka, tunasalimiana, lakini jambo hilo sasa hivi hamna. Ni kwa sababu wao waliamua wajaze yale magari tukose kufanya jambo lolote. Kwa tunamuomba Mheshimiwa Rais tazame Wakristo wa Temeke namna tunavyoumia, namna ambavyo Wakristo wa Temeke ambao wanadharaulika kiasi ambacho inafika wakati tunashindwa sasa kufanya nini. Japokuwa sisi tumeamua kumwachia Mungu na tunaendelea kumwomba Mungu. Tunayo imani yetu kwamba Rais atalitazama hili na atakwenda kutusaidia.